Kumekuwa na mjadala kwenye mitandao ya kijamii na kwenye majukwaa mbalimbali ya kijamii kuhusiana na sakata la kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, hasa baada ya serikali au upande wa jamhuri kukatia rufaa maamuzi madogo ambayo yalitoka kwenye Mahakama Kuu kwenda Mahakama ya Rufani ya Tanzania. Na pengine wasiwasi wa watu umejengwa kwenye mazingira ya kesi yenyewe, wakiamini kwamba pengine rufaa imelenga kwa ajili ya kuchelewesha tu shauri. Sasa leo nataka angalau kwa kifupi tuweze kulizungumzia jambo hili. Kwanza, hoja hiyo msingi wake unatokana na kifungu cha 8 kifungu kidogo cha pili d cha sheria ambayo inasimamia masuala ya rufaa kutoka kwenye Mahakama Kuu kwenda Mahakama Rufaa. Hii ni sheria ya mwaka 1979. Kwa mujibu wa kifungu hiki, maamuzi yoyote madogo hayawezi yakakatiwa rufaa, ama kwa njia ya marejeo au kwa njia ya rufaa yenyewe, huwezi kuyapinga. Kwa kilichopo, kama mtu anakuwa hajaridhika na maamuzi hayo, anatakiwa kusubiria hadi pale ambapo kesi ya msingi inakuwa imeisha. Kama baada ya maamuzi ya kesi ya msingi kuisha akaona hakutendewa haki, ndipo anaweza kukata rufaa kwa hoja ile ambayo anaamini haikuwa sawa. Kwa hiyo ndio msimamo wa kisheria ulivyokaa, na napenda labda niweze kusisitiza au kukumbusha kwamba hii haikuja bahati mbaya. Utakumbuka kabla ya mwaka 2002 watu walikuwa wanaweza kukatia rufaa maamuzi yoyote yale. Sasa hii ilipelekea watu walikuwa wanatumia sana vibaya masuala ya rufaa, kwamba unakuta kahoja kadogo katakwenda mpaka Mahakama Rufaa, mnarudi tena kwenye mahakama pengine ya wilaya, alafu mtaibua tena hoja nyingine, mnakwenda kwa mashauri yalikuwa yaishi. Sasa ili kukomesha tabia hiyo, ndio maana sheria ikarekebishwa. Kwa sheria mbalimbali zilirekebishwa. Walirekebisha sheria ambayo inasimamia mwenendo wa rufaa kwenye Mahakama ya Rufaa, walirekebisha sheria ya mwenendo wa masuala ya madai, na sheria zingine zote zilirekebishwa ili kuzuia mtu asiweze kukata rufaa dhidi ya maamuzi ambayo hayamalizi kesi, au tunaita interlocutory order au decision. Kwa lengo lake ilikuwa angalau ni kuzuia hiyo. Sasa tumeona kwenye kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu upande wa jamhuri wamekatia rufaa. Kwanza ni uweze kuweka sawa kwamba rufaa ni haki ya kikatiba. Kwa hiyo kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 16 ibara ya 6 ibara ndogo ya 6A kwamba kila mtu ana haki ya kusikilizwa kikamilifu pamoja na kukata rufaa. Lakini haki hii ni lazima itumike kwenye namna ambayo hailengi kuchelewesha haki au kuumiza mtu mwingine, au isilenge kutumia vibaya nafuu za kisheria zilizopo. Sasa hoja iliyopo ni kwamba je, ilikuwa sahihi labda upande wa serikali kwenda kukata rufaa? Hilo ni jambo ambalo naamini, kwa sababu jambo lipo mahakamani, nisingependa kuliingilia undani wake, lakini walau itoshe kwamba msimamo wa kisheria ni kwamba uwezo kukatia rufaa swala lolote ambalo halihitimishi au halimalizi kesi. Namna ambayo ilikuwepo nyingine, labda wakati wa kuisajili, labda msajili ambaye alikuwa anashughulikia alikuwa na nafasi, kama angeona pengine haikidhi yale masharti ya kisheria, angeweza kuikataa, tunaita rejection. Lakini ikishakuwa imefailiwa, upande wa mahakama au majaji watatu ambao walikuwa wanasikiliza shauri hawakuwa na namna, kwa sababu tayari kesi imeshasajiliwa, na ikishasajiliwa maana yake lazima wasubirie mahakama ya juu iweze kufanyia maamuzi, kwa sababu huo ndio msimamo wa kisheria. Na ndio maana wale ambao walikuwa mahakamani watakumbuka hata Mheshimiwa Lissu alisema mheshimiwa majaji wamefungwa mikono, hawezi wakafanya lolote kwa sababu tayari shauri limeshafunguliwa, lipo Mahakama ya Rufaa. Ikishakuwa hiyo, namna nyingine inakuwa hakuna. Kwa kama nilivyosema, aliyekuwa na namna labda msajili pekee ndio alikuwa na nafasi kama asingekubali kuyasajili, lakini baada ya kusajili ni kwamba walikuwa wameshafungwa mkono kwenye jambo hilo kwa ujumla wake. Sasa kuhusiana na hiyo rufaa yenyewe kwamba inaweza kuchukua muda gani, nafikiri hii ni moja ya maeneo ya mjadala. Kwa mujibu wa sheria ambayo inasimamia masuala ya rufaa kutoka kwenye Mahakama Kuu kwenda Mahakama ya Rufaa, pamoja na kanuni zake za mwaka 2009, hazijaweka ukomo kwamba rufaa lazima isikilizwe ndani ya muda gani. Na hii kwa kweli imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo ndio maana mashauri mengi sana ambayo yapo Mahakama ya Rufaa yanachukua muda mrefu, kwa sababu yatategemea vikao au session za majaji wa Mahakama ya Rufaa wanavyokutana. Kwa kama watakutana mara nyingi zaidi na kusikiliza mengi, basi watapunguza mashauri mengi. Wakikutana kwa uchache, basi kuna uwezekano mashauri mengi yakakaa muda mrefu.
Mathalan, tuna mashauri ambayo yana zaidi ya mwaka, kuna mashauri ya miaka karibu miwili, mengine hawajasikilizwa kwa sababu ya changamoto ya mazingira hayo, kwamba wanaenda kwa njia ya vikao au panels. Sasa hii nafikiri labda Mheshimiwa Jaji Mkuu nimesikia mara nyingi akisema kwamba asingependa mahakama itumie kama ni sehemu ya kwenda kupaki basi, kwamba mtu anachukua kesi anaenda kuiegesha mahakama ya rufaa. Na watu wamekuwa wakifanya hivyo, kwamba kwa mfano labda anadaiwa mkopo, kwa anadaiwa mkopo, baadaye nyumba yangu iuze, naamua kwenda kuipaki kesi mahakama ya rufaa wakati naendelea kujipanga. Watu wamekuwa wakitumia hiyo. Sasa ili ile adhima nzuri ambayo Mheshimiwa Jaji Mkuu ameionyesha iweze kufanyika, nafikiri angeenda mbali zaidi. Mbali ya kuzungumza, tuitegemea vitendo kwanza, kwa kukubali kufanya marekebisho ya sheria au kanuni ambazo zinasimamia mashauri ya mahakama ya rufani, ili iweke muda kwamba walau toka mtu anapokuwa amefaili shauri lake litakuwa lisikizwe ndani ya muda gani. Hii itasaidia sana kuongeza pia uwajibikaji, kwa sababu siku zote kama hujajiwekea malengo, maana yake huwezi kusema umechelewa kama huna malengo. Yaani mtu anaweza kusema amechelewa kwa sababu kuna malengo anaona hajatimia au hajafikia. Lakini kama uko na malengo yote, hata ukichelewa miaka mitatu utaona ni sawa tu, kwa sababu hamna kitu ambacho ndio kipimo chako, huna gauge. Hata gari ili ujue umetembea umbali gani, angalau kuna gauge na kuwepo. Kwa hiyo kuna hilo jambo la muhimu sana Mheshimiwa Jaji Mkuu anaweza kalitazama, ili zile kanuni ziweze kufanywa marekebisho, ili angalau haki ziweze kupatikana kwa wakati. Kwa sababu ni msimamo wa kisheria kwamba haki inayocheleweshwa ni haki ambayo imenyimwa. Sasa kwa mfano kama shauri hilo likakaa labda kwa miezi kadhaa, miezi mitatu, miezi minne, miezi mitano, hii automatically, kwa sababu kumbuka mshtakiwa yupo ndani, manake haki zake zinazidi kukandamizwa. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya kuhakikisha tunaweka utaratibu. Lakini kingine, labda pia kuna masuala ya kiufundi mengi kwenye mahakama ya rufani, labda pia inaweza kaangaliwa. Lakini jambo la msingi zaidi ambalo nafikiri pia liboreshwe kwenye kanuni za uendeshaji wa mashauri ya rufani, pengine hata kwenye mahakama kuu, ni kuongeza kifungu ambacho kitamzuia msajili au hakimu au mfawidhi yoyote kusajili shauri ambalo ni rufaa au mapitio au marejeo ambayo hayamalizi shauri. Kwa maana kwenye stage ile ya admission au kusajili, awe na uwezo wa kureject au kukataa, kama ilivyo kwenye mwenendo wa madai ambayo inazungumzia kuna mazingira gani unaweza kukataa. Kwa hiyo hata huku ingeweka, mimi naamini huu mwanya wa watu kuendelea kutumia vibaya sheria, kukata rufaa au kufanya mapitio au marejeo kwenye vitu ambavyo vinalenga tu kumaliza muda wa mahakama pamoja na kunyima haki za watu wengine, nafikiri hiyo ni namna ambayo inaweza kusaidia kukomesha. Lakini kwa sasa hivi mlango upo wazi. Kwa mwisho wa siku itategemeana tu na busara za msajili, ataliangalia vipi, na kama hakuliangalia kwa haraka utajikuta ameweza kusajili shauri ambalo kimsingi halina mashiko yoyote, na baada ya hapo mahakama itafungwa mikono, itaendelea kusikiliza au kusubiria mpaka pale mahakama ya juu itakavyokuwa imefanya maamuzi. Na tumeweza kukumbana na visa vingi vya aina hiyo. Moja ya kesi nyingine nafikiri ilikuwa ni kesi ya Mheshimiwa Luhaga Mpina, pia ilikumbana na changamoto hiyo. Kwa hiyo kuna watu walipeleka maombi kwenda mahakama ya rufani ambayo yalifunga mikono kabisa mahakama kuu kuendelea, lakini ukiangalia pia shauri ambalo lilikuwepo, unaona kabisa kama pangekuwa na udhibiti mzuri, pengine lisingetakiwa leo limekatiza kwenda kwenye hatua hiyo. Hii itasaidia kuipunguzia mahakama ya rufaa pia mizigo ambayo sio lazima, kwamba hiyo inapelekewa mashauri ambayo kwa kweli ni ya msingi. Lakini kwa namna ilivyo, nafikiri ni jambo ambalo halijakaa vizuri sana. Kwa kawaida unavyokuwa na shauri, mtu amekatia rufaa, ameomba marejeo kwenye mahakama ya juu, utaratibu na msimamo wa kisheria ni kwamba ni lazima mahakama ya chini isiendelee na shauri hilo. Kwa hiyo mwisho wa siku Mheshimiwa Lissu kwenye kesi yake hii, maana yake kesi yake ya msingi ile ya uhaini haitaweza kuendelea mpaka pale ambapo Mheshimiwa Jaji Mkuu atapanga jopo la majaji wa mahakama rufani kuweza kuamua hiyo rufaa au marejeo ambao upande wa jamhuri umeomba yaweze kufanyika. Lakini kinyume cha hapo ni kitu ambacho kiwezekana. Lakini mimi ninaamini nipo very optimistic kwamba kwa kauli ambazo Mheshimiwa Jaji Mkuu amekuwa akizungumza mara kwa mara, sidhani kama anazungumza, tunaamini anazungumza kutoka kwenye moyo wake, na naamini Watanzania wataona kwa vitendo akitekeleza hiyo dhamira njema ambayo tumekuwa tukiona mara nyingi sana akizungumzia kwamba mahakama isiwe ni sehemu ya kuegesha mashauri.
Kwa kama hili likitekelezeka, ikapangwa jopo kwa wakati, ikasikilizwa, watu wataamini kwamba kile ambacho mheshimiwa amekuwa anakizungumza ameweza kuishi, kwa maana kwamba the Chief Justice tunasema is walking the talk. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakitegemea sana. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.